Karibu Asili Yetu TV. Ni chaneli bora kabisa inayokufaa kupata habari, burudani, kurusha matukio ya sherehe live. Pia tunatoa promo za wasanii pamoja na kutangaza biashara kwa bei nafuu sana. Kuwa wa kwanza kupata matukio mbalimbali kupitia Asili Yetu TV. Subscribe. Asili Yetu TV. Yes, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 10, 2025, tukiwa tumesaliwa na takribani mkono mmoja tukufika ile siku ambayo Watanzania wote wanakwenda kufanya maamuzi ya pamoja ya kutiki. Ungana nami. Naitwa Mzee wa Tatu. Niko naye Uncle G. Uko poa? Bwana, mimi niko poa. Habari za asubuhi wadau wa Asili Yetu TV. Popote pale walipo tunawasalimia. Kwa niaba yao mimi najibu ni njema. Ni njema hawajambo. Na ni muda ambao kila moja tunaamini kabisa kila panapofika jioni anaangalia kichinjio chake na pakikucha unahakikisha kipo. Panya hajabeba. Tukumbuke tarehe 29 kwenda kupiga kura. Kwa yule hatukwambii ukampigie nani, lakini kwa yule kiongozi ambaye wewe unaona ni yuko ana vigezo kwako. Lakini turudi kitu kimoja, mimi niulize tu. Kupiga kura tunasema kupiga kura ni maamuzi binafsi ya mtu, ni sheria, pana ulazima kisheria, au ni maamuzi ya mtu au tunasema tuwekeje? Ni maamuzi ya mtu jinsi utakavyokuwa umeguswa na kampeni ambazo zinakuwa zimepigwa, sio sheria. Kungekuwa kuna sheria basi tuna imani watu wengi wangekuwa wameingia kwenye matatizo. Kwa nini kitambulisho chetu kwa tujaona kipiga kura mwaka jana? Kwa hiyo ile ni maamuzi ya mtu kulingana na kampeni za wagombea walivyojinadi, umevutiwa nazo kwenda kumpigia kura. Hapo tunazungumzia kwa wale sasa ambao walikuwa wanavutika kwenye mikutano ya kampeni. Kuna wale watu wengine kulingana na changamoto za kiinchi tulizonazo. Kuna baadhi walifikia hatua hata wakasusia kwenda kwenye mikutano ya kampeni, wachache wao. Na tuliona baadhi ya wagombea walikuwa wakifika kwenye majukwaa watu wanakuwa wachache. Tafsiri yake ni kwamba wengine hawatokei. Sisi tuwakumbushe kama Asili Yetu kwamba haki inapatikana kwa kupiga kura. Kwa hiyo hata kama ukushiriki mikutano ya kampeni, ukiwa na sababu zako, inawezekana hakufika anaumwa, yawezekana hakufika, sababu ziko nyingi, lakini kwenye siku ya tarehe 29 ni siku moja mzuri ambayo unatakiwa kwenda kupiga kura, utake usitake, ili kuleta mabadiliko. Tusiseme utake usitake. Mimi nasema kwamba kama ni mtu ambaye unajua nini maana maisha na unategemea kuwa na viongozi ambao watakuongoza ili uweze kupata mwongozo mwema kwenye maisha yako, ni vyema kupiga kura. Ndio hicho ambacho nilikuwa namaanisha. Ninazungumza na watu ambao kuna wale watu hawataki uongozi. Unajua kuna mtu anatamani hata balozi asiwepo kwenye mtaa. Sasa wewe kama balozi naye anagonga milango. Sasa wewe kama utaki uongozi ukikaa nyumbani, kuongozwa kuko pale pale. Hata baba ni kiongozi. Hata mama ni kiongozi. Kwa hiyo ndugu yangu, hata mke pia wanasema ni kiongozi. Kwa sababu mume ni kichwa, mke ndo kiwiliwili. Kwa hiyo kiwiliwili pia kina haki ya kuongoza kichwa na kichwa kina haki ya kuongoza kiwiliwili. Kwa hiyo hata usipoenda kupiga kura, uongozi upo tu. Uongozi upo. Mabalozi wapo, wenye viti vya kijiji wapo, mitaa wapo, watendaji wapo, madiwani wapo. Kwa hiyo wewe usipoenda, wanaoenda wanaenda kumpigia nini? Kula. Na mwisho wa siku itafika tunaanza kwenye lawama sasa. Huyu aliyompitisha. Huyu aliyompitisha bana, mimi huyu mbona ndo simuelewi kabisa. Humuelewi kwa nini usiendelee kupiga kura? Watanzania ni wajibu wetu sasa wa kuiunga serikali kipindi hiki. Ili kuleta watu waweze kushinda kupigiwa kura na mwisho wa siku tuwe tuna viongozi. Asante. Mimi leo nitakuchokoza sana. Lakini lengo la kukuchokoza na wawakilisha wale wa Tanzania wachache ambaye
pengine wanaweza wakawa hawana nia njema ya kwenda kupiga kura. Yani au walikata tamaa ya kujitokeza kwenye siku ya uchaguzi. Tunakuja tumeona wagombea wengi wakipita. Na uzuri ilikuwa kila chama kinachopita hakiwi na msemaji mmoja. Yani hata kama mgombea ni mmoja au wawili, lakini wasemaji wanakuwa wengi kwa lengo kwamba kuchangizana mawazo na kuielezea ilani ya chama husika. Kuna kitu kinaitwa ilani ya chama. Walikuwa wanatembea nacho kitabu ambacho ni ilani ya chama. Ilani ya chama ni kama vile dira ya uongozi kwenye chama husika. Kwamba ukiangalia chama tawala kina ilani yake, chama pinzani hao wengine wana ilani yao. Kwa hiyo mimi naamini kwenye hivi vyama 17 ambavyo vipo kwenye uchaguzi huu vina ilani. Kila chama kina ilani yake. Na ili uwe mgombea ambao umekabidhiwa eneo, uwe ni diwani, uwe mbunge au kwenye nafasi ya urais, ina maana lazima uwe umepewa ilani ya chama chako, umeisoma na umeelewa, kwa maana kwamba hata kama utakuwa na vipaumbele vyako, lakini lazima usitoke kwenye misingi ya ilani ya chama chako. Ndio tafsiri yake. Lakini ni vipi, kwa nini wanachama hasa hawa wapiga kura hawapei nafasi ya kuisoma ile ilani? Yani mimi kwa mawazo yangu nilikuwa nategemea vichapisho vingi ili tunasoma. Ile ilani ni kwa ajili ya viongozi, kiongozi ambaye anaenda kushika kijiti ili kumsaidia kwenye muongozo wake. Yani tunaweza tukasema kwamba wewe ni mwalimu mkuu, kwa hiyo wewe mpaka unathaminiwa kuwa mwalimu mkuu, ina tafsiri yake kwamba kuna sehemu nyingine ambayo unapewa wewe, walimu wengine wanakuwa hawana. Umeelewa? Ili sasa uweze kuwaongoza vizuri wale. Tukisema kwamba ilani kila mtu, kila raia awe nayo, tafsiri yake inaweza ikaleta umuhimu wa uongozi unakuwa haupo. Kwa sababu kila mmoja atataka awe kiongozi kwa sababu si anajua ilani sasa. Kwa nafikiri ile ni moja ya siri ya kiongozi. Ni kama vile kitabu kile cha kuendesha ibada na kwa nacho mchungaji. Hawa waumini wanakaa tu wanasema hichi ni kitabu cha mchungaji. Yani kina muongozo wa kuongoza ibada. Alafu na hichi mwimbieni Bwana wanakuwa nacho washarika kwa ajili ya kupokea muongozo kutoka kwa mchungaji. Si issue iko hivyo. Nikiwa mkubwa nakuwa kama wewe. Hizi ni za wachache, na kwa sababu Mungu alinijalia kusoma masomo ya uinjilisti, kwa hiyo nafahamu. Naweza hapa tukianza kwenye issue ya hizi hapa nafungua kanisa. Nafungua kanisa. Kwa hiyo turudi kwenye jambo kwamba tarehe 29 ni siku ambayo tunasema ni siku muhimu kwa kufunga na kufungua ukurasa mpya katika uongozi wa taifa la Tanzania. Tunaanzia hapo, tunaanzia kwa ndugu zetu madiwani. Kama ni kidini tunasema ndio mwaka mpya, si tunasema nini? Tunasema kwamba ni mwaka mpya. Lakini wengine wanaweza kusema majira mapya, au nyakati mpya, au msimu mpya. Kwamba hata kama ulikosa msimu uliopita, msimu huu sasa umejipangaje na unaenda kuanza vipi? Lakini leo kuna chombo fulani kimeripoti kwamba mkoa wa Njombe, kamanda mkuu atakuwepo kwenye hicho chombo kwa ajili ya kuelezea usalama wa mkoa wa Njombe, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Sasa na sisi Asili Yetu tuwakumbushe wananzengo wetu wa Asili Yetu TV kwamba jamani, tufate taratibu. Lakini mimi pia nina ombi moja. Ombi langu, labda niseme tu ombi langu kwa hawa viongozi ambao wamepewa majukumu ya kulinda usalama. Tuombe ushirikiano wao. Kwa sababu sasa hivi Asili Yetu TV tayari tuna cabinet ambaye inatutazama. Kwa hiyo tuwaombe hawa viongozi, kama kuna mzunguko ambao unapita katika vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa mwongozo wa namna ulinzi ulivyotengenezewa mazingira kwa ajili ya kumweka salama huyu mpiga kura, ni vema wakafika hata kwenye Asili Yetu TV wakatoa elimu ili
kuwafikishia pia wale watazamaji wa Asili Yetu TV wasione na sisi kama tumewatenga. Sasa hiyo sio jukumu lao. Hilo ni jukumu ya afisa habari. Kwa hiyo wewe kama unataka hiyo issue, tafsiri yake kwamba wewe ndio unatakiwa uende ukaibue habari. Mambo mengi bwana, watu sasa hizi tumetingwa. Mimi nakusikiliza boss. Kwa sasa sisi tumetingwa. Kwa hiyo wewe ni wajibu wako sasa wa kumtafuta kamanda na kuzungumza naye. Ili kuunga mkono issue kwamba serikali ya Tanzania haina visasi na watu. Na haina shida kabisa na watu. Ila shida inapoanzia pale unapokuja kuleta vitu ambavyo havieleweki. Nafikiri hata nyumbani kwako hakuna shida yoyote ile. Lakini mtu akija kukuchokoza ndani lazima utoke na nyengo. Yani ukweli ndio huo. Hata sisi tunaoishi single sio kwamba tuna shida. Shida ni wale ambao tulipanga kuishi nao walisumbua. Na usione mtu yuko single. Sio kosa lake. Yani shida ni pale alipoanzisha mahusiano na mtu ambaye sio sahihi. Na ndio maana tumebeba mioyo ya kisasi. Unajua kama ninacheka. Nimecheka ile clip yule dada. Yule mwanadada nilitamani ndo jamaa yake yuko pale pembeni afu anamwangalia. Watu wameumizwa. Yule dada sio yeye. Watu wameumizwa. Yaani ndio maana ama MC ambao wanaendesha hizi shughuli kwenye maharusi, kwenye event. Mimi nawapongeza sana. Nafikiri hii hata MC wa Njombe wajaribu kuileta. Kuna watu wana maumivu, wanaenda kwenye harusi, wana maumivu. Hape nafasi kusikiliza nyimbo zenye ujumbe kama ule. Mimi kuna kitu kimoja ambacho nimekiona. Ile ni shida sasa. Kuna dada yule wanamuita nani yule mwingine yule? Kidampa. Yule alivuta hisia kwa wengi sana wa Tanzania kwa sababu hakuwa na wenge. Alikuwa anaimba kwa hisia sana huku anabubujikwa na machozi. Sasa huyu aliyokuja lakini MC si ulikuwa wewe. Changamoto ni kwamba shida unashindwa hata kumpa nafasi kwa sababu makeke aliyokuwa ni maumivu. Msisitizo. Maumivu alionayo. Watu wameumizwa. Kwa hiyo sio kosa lake. Lakini pia sisi Mzee wa Tatu tuwakumbushe tu wanafamilia wa Asili Yetu kwamba tunaelekea msimu wa mwisho wa uchaguzi. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari. Hiyo ni kweli. Piga kura na maamuzi mazuri kwa Mtanzania mstaarabu. Kayafanye kwenye karatasi ya kupigia kura. Yale ndo maamuzi. Pale ndo kuna fujo zote. Yani ile tiki yako utakapoiweka mahali ambapo moyo wako umekuwa amrisha. Hayo ndo maamuzi. Na hizo ndo fujo tunazozitaka. Hiyo ndo sahihi. Lakini sijui weka tiki tena unakuwa na uhakika tiki yako haijavuka mstari, haijazidi kajumba kale, imebaki pale katikati. Hizo hata ukitoka pale unalia lakini una uhakika kwamba hii tiki yangu imeenda haki. Sasa hizo ndo fujo. Na nafikiri hata Mheshimiwa Rais alitoa kauli akasema maandamano pekee ambayo yamepewa kibali na Jeshi la Ulinzi na Usalama tuandamane kwenda kupiga kura. Yaani tukiandamana hivi tuko na kalamu zetu, tuko na hebu subiri kule tunaenda na kalamu au kalamu tunazikuta. Vyovyote vile. Unaweza ukaona labda ile ya kule labda baadaye watafuta inafutika ile. Unajua kura ni imani ya namna ulivyobeba maamuzi yako. Kuna mtu mwingine anaweza kaamini hizi kalamu hizi wanazonipa huku baadaye wanazifuta alafu wanatiki wanakujua wao. Unaona? Kwa hiyo labda kuna teknolojia kalamu nyingine hatuwezi kujua, japo mimi sijawahi kuona wala sijawahi kusikia. Lakini mimi lengo langu ni kwamba nimjengee mtu ujasiri wa maamuzi yake kwamba akafanye maamuzi sahihi. Kwa hiyo nimesema tu kama una wasiwasi hata na zile kalamu beba kwa ni kalamu. Sasa hivi hakuna nyumba ambayo unakosa kalamu. Nafikiri hiyo imekaa vizuri. Hiyo imekaa, utaenda kupiga kura lazima. Na ni kwa vile tu sheria na utaratibu unakwambia upige kura mara moja. Yani kwa zaidi ungehama vituo ingekuwa inaruhusiwa. Yani kwa sababu gani?
kila mtu anatamani yule anayehisi ndo kiongozi bora upande wake apite. Kwani wewe utamani? Bwana, shukrani sana. Tulikuwa tunajaribu kuangazia na kuipa support serikali yetu kipindi hiki cha wapiga kula bwana. Na sisi wenyewe ni wapiga kula, vichinjio tunavyo. Kwa hiyo maamuzi yaliyo sahihi kutengeneza fujo za ukombozi ni kwenda kupiga kula. Si ndio hivyo? Ukisema ukombozi au nitakuwa unakosea. Ukisema ukombozi unakosea. Unajua kitendo cha kumkomboa au kukomboa ni kitu ambacho aidha ulikiweka rehani au kitu ambacho kiko chini ya imani. Kwa hiyo unataka sasa ukitoe ukilete kwako. Kwa tusemaje hapo? Ni kufanya maamuzi bora ya uchaguzi. Kufanya maamuzi bora ya uchaguzi. Mimi sidhani kwa sababu hapa sisi hatuko kwenye jukwaa la kampeni. Kwa hiyo tukianza yale maneno wanatumia wale wengine kwenye majukwaa wasema ukombozi tunakomboa, tunafanyaje? Tunawapigia kampeni. Mimi nafikiri tuseme tu kwamba tukafanye maamuzi yaliyo sahihi ya kumpata kiongozi wako ambaye unaamini kwamba huyu atanivucha. Basi imeisha hiyo. Tarehe 29. Tunaanza na madiwani, tunakuja na wabunge, tunakuja na rais. Na sio lazima uanze hivyo. Karatasi zako unapewa tatu. Moja ya diwani, moja ya mbunge, moja ya rais. Unachagua uanze na yupi. Ukienda kwenye kale kajumba kako kule. Wewe kajumba. Utajua mwenyewe uanze Kiarabu kutoka kuelekea huku au uanze Kichina. Sasa ndugu zetu ambao hawajui kuandika. Okay. Nafikiri labda hiyo elimu tuigusie kwa wale ambao pengine hawajafanikiwa. Unajua lakini ndo na taratibu nazifahamu. Taratibu nazifahamu kwa sababu mimi si mara ya kwanza kupiga kura. Kama wewe ni mmoja wapo ambapo kwa wale tunasema wagonjwa au wenye matatizo mbalimbali, aidha una tatizo la macho, una tatizo la mikono, kuna mtu mwingine labda mkono mbovu au anaumwa, amepata changamoto labda ya ajali na nini. Lakini pia kuna wale ni watu tu wazima lakini hawajafanikiwa pia kupata elimu, kwa hiyo hawajui kusoma na kuandika. Wanaruhusiwa kumchagua mtu yote ambaye yupo kwenye kituo cha kupiga kura amsaidie. Hiyo ni ruksa, ni sheria kabisa. Kwa hiyo na hata kama mtu wake anayemwamini hana sifa ya kupiga kura, anaruhusiwa kumshika mkono kwenda naye. Bana, mimi nimekuja kupiga kura. Huyu mtu yeye hana labda kichinjio au alijiandikishia. Imeeleweka baba. Lakini unampeleka anayetakiwa mimi nimemchagua huyu ndo anisaidie. Na mwaka huu kitu ambacho wamekiboresha ni kuruhusu vyombo vya habari kurekodi tukio mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo mwaka huu wamejipanga. Hongera serikali ya Tanzania. Ni tume ya una rekodi, yani sijakuelewa. Kwa hiyo una rekodi ninavyochukua karatasi na kurudisha. Usije kaanza kuja kunirekodi mimi niko kwenye kajumba kule. Unajua wajumbe kila anayekuja tunamwambia wewe umepita. Bana mzee wa tatu. Tuwasalimie kwanza wadhamini ambao wanatupa burudani lakini pia wametushika mkono hasa msimu hapa. Hao ndio wanaotufanya sisi tunakuwa jeuri. Hao ndio wanaotufanya sisi tunafurahi. Jamani, tuwakumbushe kwanza na ndugu zetu kutoka Dodoma. Hombolo Wine, tunashukuru sana kwa tunawasalimia sana makao makuu. Salamu hizi bana hadi mkurugenzi mwenyewe azipokee. Kwamba tuko pamoja. Tutabidi tufanye utaratibu. Wadhamini wetu sisi wote tunawajua. Lakini Hombolo Wine hatuwajui, tunawajua wale maafisa. Nataka tujue wale vingunge wale wakubwa wale walioko jikoni. Tufahamiane. Yawezekana ukaonana naye akaona kumbe ni. Lakini pia tumkaribishe basi mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Tawiko kutoka Dodoma. Kama itampendeza kwenye event yetu awepo. Kwa sababu wao ni wadhamini wakuu na wameshajitoa. Hata jana pia wametuma mzigo na hivi leo tutaupokea tayari kabla sasa zimeshafika. Tutegemee lakini yule ana mambo mengi,
anaweza akatuma mwakilishi. Lakini kama vipi wawakilishi ni kawaida kutuma. Ni kawaida. Na ipo. Atazungumza hata tumetuma ombi. Awepo. Tunaomba. Hata kama hatozungumza. Akiwepo tu pale sisi ni fahari. Tumjue. Basi. Asante wana Njombe kwa kuipokea Hombolo Wine. Na sasa hivi wakazi wa Njombe tunawajulisha kwamba Hombolo Wine ipo ya kutosha na mzigo unaendelea kutembea. Lakini kubwa zaidi wameshusha bei. Na hiyo ndo habari njema na habari nzuri. Kwamba bei imeshuka. Watu wanaendelea kupata burudani. Ile lita 5 tu ni wadokeze kwamba ile lita 5 unaipata kwa $30,000. Baadaye kutoka kwenye $35,000. Bosi kashusha $5,000 nzima kaiweka pembeni. Imefika $30,000. Ukichukua zaidi ya hapo wanashusha tena 28. Kuanzia boksi 10. Kuanzia dumu 10. Dumu 10 zile lita 5 zile 10 unauzia 2000. Nafikiri ile ndo package moja wapo ambayo wameshusha bei. Kwa hiyo watu wa Njombe na viunga vyake na wilaya zote ambazo zipo karibu mnaweza kuagiza Hombolo Wine. Lakini wakumbushe tu kwa wale ambao ni wadau, wana familia lakini pia wapenda burudani. Siku ya event imekaribia, tunasema siku zinajiongea kwa spidi isiyo ya kawaida. Tujiandae siku hiyo, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Hakikisha kwanza unatoka nyumbani kuja kwenye event ukiwa hujala. Usije ukaanza kuviangalia vyakula tu kuanza kwa nakula afu ukasema mimi nimeshiba. Lakini hakikisha pia unatoka nyumbani haujanywa. Kuna wale wenzangu wasema niamshe kidogo ndo niende kwenye event hapa. Lakini hatujawamaliza wadhamini. Tunamalizia huku. Halafu tukimalizia huku kwa sababu tunaamini kwamba na wasia wasionje chakula ila wasinywe. Wakifika tutawalisha afu watakunywa Hombolo Wine. Tutawalisha na watakula Hombolo Wine. Kwa chakula kwa udhamini wa Msukuma. Kwa hiyo tunajua wale watu wa Njombe wanajua mapishi yake yako namna gani. Shukrani sana kwa Hombolo Wine kwa kutushika mkono. Tuondoke na mwingine. Mwingine Mama Mngoni Mgahawa. Mama Mngoni Mgahawa. Mama Mngoni Mgahawa. Mama wa mjini, mama mwenye utaratibu tofauti na migahawa mingine. Mama ambao mgahawa wake hauna mbambamba. Yaani kuna migahawa mingine. Jana uliongea neno moja kwenye grupu hapa sisemi. Kuna migahawa mingine mazingira yake yanakuwa hayana ushirikiano wa kiafya. Yaani unaweza kufika unasema tu bora nisione hata unakuandaa. Nile niondoke, lakini pale usafi umezingatiwa, mazingira yako vizuri, wahudumu wa safi, bei rahisi ya Kitanzania ambaye anakizi Mtanzania wa hali yoyote, na vyakula vyenye ubora wa juu zaidi. Vinapatikana pale kwa Mama Mngoni Mgahawa. Mtaa wa Zambi. Zamani walikuwa wanaita Dani Pub. Yuko pale. Lakini pia ukishakula umeamua sasa upumzike, unateremka chini kidogo pale, unaingia Urban Chef. Unapumzika, umeshiba, huku una shevu, wanakunyoa. Wanakufanyia scrub bwana. Sio subscribe, hiyo sio YouTube. Nilikuwa nakuangalia utasemaje? Hiyo nimebisha. Lakini ni moja ya saluni ambazo ziko Njombe ambazo unaweza kunyoa na huku kiu umelala usingizi. Unanyoa? Huku kiu umelala usingizi. Yani ile mashine inavyopita basi yani unahisi kuna kausingizi fulani anakuja. Na katika vitu ambavyo nilijaribu kufanya uchunguzi mchache kwenye ile baba shop ni sijajua walitumia vigezo gani. Tukienda pale site nafikiri tutawauliza. Bwana wale wadada wao nafikiri kama ni kuwachagua katika vyeti vyenye ubora wa kufanya subscribe. Sio subscribe. Unajua hivi tunatania jamani. Mambo lazima tuende. Walizingatia mikono ambayo inaleta. Ulishawahi kufanya scrub pale? Scrub. Tena kuna scrub ambayo mpaka ile ya parachichi. Unajua Njombe tuna avocado sana. Kwa hiyo kuna scrub ya avocado. Asante baba. Mimi sijawahi lakini na kufanya pale scrub kuna scrub zinaanzia bei ya chini kabisa. Na wataenda kuzitaja kesho pale tutakuwepo pale. Yaani lengo ni kwamba ukifika pale
umeshevu vizuri, umepaka mafuta, lakini wengine ukishazungumzia kushevu hawezi kuelewa. Umenyoa baada ya kunyoa, lakini pia wanatoa na huduma ndogo ndogo za ngozi kuhakikisha kwamba upati changamoto za vipele na nini. Huwa wanatoa huduma kama zile. Okay. Kwa lengo la kufikisha ule ubora wa ngozi yako. Okay. Okay, tuachane na hao. Wako mtaa. Hawa wanapatikana pia mtaa pale pale wa Zambi. Wanatazamana na kuokoka lazima guest house. Okay. Yeah. Tusepe na mzamini mwingine. Wataalamu ambao watatufikisha kwenye mlengo wa kidunia, waite The Wellers Production. Ambayo siku hiyo bwana wanasimama kwenye sekta ya picha, video, tunasema picha za mnato pamoja na picha mjongeo. Halafu wao ndo watakao sababisha kwamba tuende live kwenye channeli moja, Waswahili wanasema mubashara. Na mubashara ule tunauleta kwa lengo, kwa changamoto kwa wale ambayo wako mbali. Waweze kuona tukio zima kwamba ni vipi, kipo katika mwongozo gani, kipi kinaendelea pale. Lakini pia mbashara ule umegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Mbashara wa kwanza ni kupitia YouTube channel. Okay. Mbashara wa pili ni pale pale ukumbini kwa wale watu warefu kama mimi ambao kidogo mikaa umeona zitafungwa screen mle ambapo wao watakuwa naona live. Haina haja ya kuinua shingo, usimame juu ya kiti. Kuna zile show zingine unakuta mtu paka anacheza amepiga magoti amfanya sasa huko unaona tu kwenye screen. Ndio kitu ambacho na moja. Kwa nini watu watajiuliza Asili Yetu Production, kwa nini tumegawa majukumu? Kwa nini isingefanya Asili Yetu Production mwaka hatujataka kuwa na majukumu yaliyotuzidi? Yani uzuri wa kazi uweke kwenye vipengele ambapo kila mmoja ashike kwa ubora na taaluma yake husika. Okay. Tunakusalimia sana The Wellers Production. Ndugu yetu tutakuwa naye Director Sniga. Lakini Bwamba nakwambia kwamba sasa hivi ameshusha mzigo wa screen zisizotumia manyaya, wireless. Mawaya ukimkodi yeye aje ukumbini na screen zake, haji na manyaya mkajikwa. Anakuja anafunga screen, hazina waya, ni mwendo wa wireless. Kwa hiyo ni muda wa wale ambao wanaandaa event ni harusi, ubarikio, kipaimara na sherehe nyinginezo zote. Na Director Sniga alituambia kwamba screen zake zitazinduliwa siku ya event ya Asili Yetu. Kwa hiyo ni siku ambayo itakuwa iko good zaidi. Tofauti tunasema. Sababu ni siku ambayo imejaa mambo mengi lakini ya kiburudani sana. Tumalizane na mwanadada muuzaji wa nguo. Tunamuita Kate. Yuko chumba namba 10 yuko chumba namba 27 Ni 17 kama soko kuu. Huyu ni muuzaji wa nguo za watoto. Nguo za watoto tunazungumzia mahitaji ya watoto kuanzia sifuri na kuendelea. Yani mtoto wako akizaliwa leo ukimpeleka pale Kate Shop anapata mavazi ya aina yote, lakini pia atapata baadhi ya vifaa kwa ajili ya kuchezea watoto. Ya kuchezea watoto vile vipambo vile. Lakini pia amefikisha miezi 2-3 hivi kuna vijiko nini kwa ajili ya kumlishia mtoto nini. Ukimkuta huyo dada basi utakuwa unajipatia, unamfanya mtoto wako aonekane ni mtoto wa kifahari. Kwa bei kawaida. Ni mwanadada mmoja ambaye yuko simple sana. Ndio kitu ambacho tunajivunia. Unaposema yuko simple una maana gani? Yani anaweza kukupa ushauri. Yani kuna mtu mwingine anafanya biashara lakini ukimwambia vipi na nifuata atakwambia sijui. Kwambia kwa nini mtoto wako mjui. Sasa yeye anaweza kukupa elimu, lakini tumpe salamu za mwisho sana Mwidis. Mtaalamu. Huyu ni mtaalamu wa Green Garden anaye. Huyu maandalizi ya miche ya parachichi. Lakini tu sio ni waandaaji, wanatoa elimu namna ya utunzaji wa miche ya parachichi pamoja na parachichi sasa ikiwa imefika level ya kuchuma kila kitu. Kwa hiyo ni kuanzia mwanzo wa uoteshaji wa miche mpaka uvunaji. Hawa anajiita Mwidis Green Garden. Mwidis Green Garden. Wanapatikana wapi? Makoga. Hii ni wilaya ya Wanging'ombe. Tukumbuke mwaka jana tulikuwa tuna mdhamini mmoja. Lakini mwaka huu tumepiga hatua, tuna wadhamini 5.
5. Hongera kwao. Tunawasalimia sana wananzengwe. Hiyo siku vipi? Tunaondoka na muondoko wa mavazi gani? Kwa upande sisi kama Asili Yetu TV tumeona mwaka huu tusivae yale masuti manini. Suti kwanza zinatuchosha kucheza. Natuchosha. Kwa hiyo tutakuwa na mavazi maalum yenye logo ya Asili Yetu TV, lakini pia tukiwa na wadhamini wetu wakuu Tawiko company kutoka Dodoma. Hao ndio watakao wametushika mkono na nafikiri ndio ambao watatuvalisha. Wametuvalisha. Kuwa mdhamini mkuu lazima uhakikishe unamvalisha mtu wako. Kwa hiyo mimi bwana ukiniona nimependeza siku hiyo kwamba Tawiko wameweka mkono pale. Kwa hiyo napendeza na Tawiko. Kinywaji natumia Hombolo wine. Alafu matunda na zabibu. Kunyoa nanyoa Urban Shave. Kula nakula kwa mama mngoni. Alafu nikitaka kupiga picha zangu za mnato na za kutembea na nini naenda zangu Wellers. Imeisha hiyo. Hata kama Asili Yetu tunafanya biashara za kupiga picha na nini. Kuna siku hautamani kiwanja cha nyumbani, unatamani kuwa ugenini. Kuna home and away. Kwa siku hiyo tunataka tujiachie, hatutaki kushughulika na mic wala kamera. Yaani siku hiyo mimi ni Hombolo wine, nikiona inanichosha nachukua zabibu naanza kutafuna. Nimeona vipi nachukua vipaja vya kuku, supu siku hiyo kwa mrija. Hamna mambo kusema inaunguza supu. Kuna supu ya mrija kweli? Tunakunywa kwa mrija siku hiyo. Nitakuonyesha. Bala mimi naitwa Uncle G, usisahau kusubscribe channel yetu, lakini shukrani sana ambao wanaendelea kutuunga mkono kupitia channel yetu, na tuwakumbushe wadau wa Asili Yetu TV kwamba kadi zimeisha. Hivyo basi kama ukikosa lakini kwa wale ambao walipata zile kadi bado hawajazilipia, lakini pia wamepata changamoto wazirejeshe ili watu wapate, kwa sababu bado kuna watu wanahitaji. Lakini kuna wamba wengine tayari wameshanuna, atusalimiani kisa kudai michango. Tunawaambia nini hapa? Watabasamu bana. Bala mimi sina la ziada. Tuwashukuru sana ambao wao wanaendelea kutupigia simu na kutuambia njooni mchukue michango. Tunawaheshimu sana. Mzee afisa usafirishaji anasema kwa heshima na taazima. Tunawaheshimu kwa heshima na taazima. Na siku hiyo ya Wadala top. Wala Asili Yetu naiti nini? Asili Yetu Dreams Night Show. Siku hiyo Wadala top. Ni wewe tu. Afu na muhusika mwenyewe wa Wadala top ndiye hapo. Afisa usafirishaji tunakushukuru sana. Karibu sana. Lakini tuwasalimie, kuna wasanii wenzetu ambao wao wametushika mkono kutoka Iringa. Tunawakaribia Kunchu TZ. Jina gumu hili. Tunakukaribisha sana, lakini jana walivyoona ameposti cover, kuna wengine walinitafuta kwa njia ya simu. Wakaniambia tupe taratibu, tunataka tuje. Kwa hiyo inawezekana Iringa wakaja na ugeni wa kutosha sana. Na Iringa na mwamko tuliona hata kwenye event ya tuzo za za Tidifa. Iringa wana mwamko. Kwa hiyo watu wa Iringa karibuni sana, watu wa Mbeya nimepokea ripoti yenu, karibuni sana, watu wa Igawa karibuni sana. Niliwaambia safari tumegusa karibu mikoa mingi. Lakini mwanzo kutoka Singida ulisema utawakilisha wewe na Regina. Hapana, Regina kutoka Singida anawakilisha. Lindi na tunawakilisha na Beka. Kwa hiyo kutoka Lindi ngoja kwanza. Kwa hiyo tuna mgeni kutoka Singida Regina. Atakuepo Regina atakuepo. Yule tayari na kadi ameshalipa. Atakuepo. Alafu Lindi Beka ni Fundi Bakari. Atakuepo yule tayari. Asante. Tunawashukuru sana. Mimi bwana sina la ziada. Asante sana. Naitwa Mzee wa Tatu, endelea kuitazama Asili Yetu TV mpaka wakati mwingine. Tunakwambia ulipo tupo na tunaendelea kusonga mbele. Kama utaki itakuhusu.